Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Muhammad Jamal na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Ruto ampongeza Rais Samia kwa uongozi imara wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu. TISEZA na TIB wasaini makubaliano ya kuimarisha uwekezaji nchini. Na katika habari za kimataifa, Iran yaionya Marekani picha ndio linaanza baada ya mashambulizi ya Hormuz. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja. Tuanze kwa Rais wa Kenya Dr. William Ruto amempongeza Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi bora na kusimama imara wakati wa vurugu za wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Mwandishi wetu Goodluck Msola anatuarifu zaidi. Rais Ruto ametoa pongezi hizo akihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma Mei 5, 2026 katika ziara yake ya kwanza nchini tangu awamu ya pili ya utawala wa Rais Samia. Aidha, Rais Ruto amempongeza Rais Samia kwa mchango wake katika kuimarisha uhusiano wa pande mbili na ushirikiano wa kikanda baina ya Tanzania na Uganda. Rais Ruto pia ameeleza kufurahishwa kwake na namna ambavyo Rais Samia anavyosimamia maendeleo na kuendeleza mshikamano wa karibu zaidi ya kati ya nchi jirani. And if we are to be honest with ourselves, ndugu majirani, some of these forces are still very alive with us. They still shape our narratives. They still influence our relations. Yet, our founding fathers, Mzee Julius, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and Mzee Jomo Kenyatta saw beyond this prism. They understood that Africa's future would not be secured in isolation, but in unity, and they planted the seed of regional integration because our destinies are intertwined, and our strength lies in moving forward together. Pamoja na mambo mengine, Rais Ruto amesema kuwa ushirikiano baina ya Tanzania, Kenya na Uganda unaweza kuifanya Afrika Mashariki kujitegemea katika sekta ya nishati pamoja na viwanda kupitia uwekezaji mkubwa ambao unafanywa kwa pamoja, ikiwemo ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta refinery factory. Na Rais Museveni akanieleza kama nyinyi mko tayari, kwa sababu kama Uganda peke yetu ile refinery kuijenga itakuwa gharama ya juu na hatuna uwezo wa kujenga peke yetu. Kama Kenya na Tanzania wako tayari, tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Mimi nikatumana technocrats wangu wakaenda wakakutana na Rais Museveni, tukakubaliana zile nambari, ikafanyiwa calculation, tukajua ya kwamba tukiungana nchi zetu tatu kujenga refinery hapa itakuwa ni jambo la muhimu, itatuletea ajira. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 100 zinatarajiwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa vyuo 65 vya ufundi stadi katika wilaya mbalimbali ikiwamo mkoani Songwe, ikiwa ni katika jitihada za serikali za kutanua mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana wa Kitanzania. Mwandishi wetu Goodluck Msola anatuarifu zaidi. Haya yamesemwa jijini Dar es Salaam wakati wa hafla kusaini makubaliano ya ushirikiano baina ya Airtel Tanzania na VETA ili kuendesha programu ya elimu ya ufundi stadi kidijitali, ambapo mkurugenzi wa mamlaka ya elimu ya ufundi stadi nchini VETA CPA Anthony Kasole amesema pamoja na vyuo hivyo pia VETA na Airtel wamejipanga kuwafikia vijana zaidi ya 16,000 kwa kipindi cha miaka mitatu. Na hili swala linaenda sambamba na sera yetu ya elimu toleo la mwaka 2023, ambalo moja ya maeneo ambayo inaobainisha ni hilo la kuhakikisha kwamba tunatoa elimu na kuwafikia wananchi katika mazingira mbalimbali.
lakini pia kutumia teknolojia katika utoaji wa elimu, yaani kufanya masuala mazima ya e-learning. Na moja ya hii platform ya Visomo platform ni swala zima hili la e-learning, ambalo sasa na lenyewe limeenda kuendana sambamba na sera hii ya elimu na kuwawezesha Watanzania kuweza sasa kwenda kufaidika kupata mafunzo kupitia mfumo huu wa Visomo. Lakini mfumo huu wa Visomo pia tunasema unaendana pia na dira 2050 ambayo inatuhitaji tuweze kuhakikisha kwamba kutokana na mabadiliko ya teknolojia, technological transformations, basi na sisi ambao tunatoa mafunzo tuweze kujikita katika kuhakikisha tunatizama vizuri utoaji wetu wa mafunzo kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Upande wake mkurugenzi mtendaji wa Airtel Charles Kamoto amesema kuwa makubaliano hayo yatawezesha kuendesha programu ya Visomo ambayo Airtel imewekeza zaidi ya milioni 80.5 ili kuwezesha mafunzo ya ufundi stadi kupitia simu za mkononi, huku uwekezaji huo ukizalisha uchumi wa takribani bilioni 1.2. Hii ni historia kubwa kwa Tanzania na tunajivunia kushirikiana na VETA kufanikisha makubwa. With today's agreement, Airtel and VETA commit to enrolling more than 400 new users every year, ensuring steady growth in digital vocational skills across the country. Naye Beatrice Singano, mkurugenzi wa mawasiliano wa Airtel Tanzania, ameeleza kuwa nje ya Airtel kuwekeza kwenye programu ya Visomo, pia Airtel kupitia taasisi ya Airtel Foundation imewekeza pia katika shule za msingi, sekondari na vyuo ili kuendeleza kukuza sekta ya elimu nchini Tanzania. Tulivyoangalia kuwauliza vijana wengi wakasema kwamba kozi za VETA wanaziona kwamba zina manufaa sana kwao, ila tatizo likawa ni muda. Kwa hiyo ukiangalia kozi ya miezi 6 imeweza kufupishwa mpaka miezi 3 au miezi 2, itategemeana na wewe uwezo wako wa kusoma kwenye simu kwa uharaka. Kwa sababu kwa VETA wanachohitaji ni wana minimum hours ambazo lazima practical training ifanyike. Na hizo minimum hours zinaweza kutumika ndani ya wiki 2, maximum wiki 3 anaweza kuwa amemaliza. Kwa hiyo akisoma kwenye simu ina maana ule muda ambao angesoma muda wote VETA Center anakuwa ameupunguza. Na vile vile hata kwa VETA wanaweza kuchukua vijana wengi zaidi kwa sababu kunakuwa hakuna tatizo la kuwa na nafasi. Kwa hiyo hii project tuliyoifanya ya program ya Visomo ni program ambayo ilifanyiwa utafiti. Sio kwamba ilikuja tu bila kufanyia utafiti, na walioulizwa na kujibu haya maswali walikuwa ni vijana wa Kitanzania ambao wengine walikuwa wana biashara tayari na wengine walikuwa hawana chochote wanachokifanya. Lakini niseme tu kwamba Airtel kwa kupitia Airtel Africa Foundation ina program nyingi sana za masomo kidijitali na imeangalia rika mbalimbali. Kwa hiyo tuna masomo tuna udhamini au kutoa masomo kwa ajili ya vijana wa primary, yani shule za awali, kuna shule za sekondari, lakini vile vile tunatoa masomo ya kidijitali yanayowasaidia zaidi watu ambao tayari wana biashara kama kufanya digital framing, digital coding. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wimbi la watoto wanaoonekana mitaani katika mji wa Geita, hususan wanafunzi wanaokusanya vyuma chakavu, linaendelea kuongezeka kwa kasi, jambo linalopelekea watoto kukosa masomo kwa kujihusisha na shughuli za utafutaji kipato. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita ina undani zaidi. Ni majira ya saa 4 asubuhi siku ya Jumanne, wakati wanafunzi wengine wakiwa darasani wanaendelea na masomo, baadhi yao wanaonekana mitaani wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa na mifuko ya kusanyia vyuma chakavu kwa ajili ya kuuza. Hali hii imeibua hisia tofauti kwa wakazi wa mji wa Geita, wengi wao wakionyesha kusikitishwa na mwenendo huo unaohatarisha elimu ya watoto. Jaribu kufuatilia mwanangu vipi, ni wa shule gani, aende shuleni aulize maendeleo ya mwanae. Hizi tabia watoto wanazo wengi, sio hawa tu. Ndani ya Geita hii naona vyuma vimeshaathiri watoto, wanashindwa kwenda shule, wanazunguka tu mitaani kuokota mavyuma. Changamoto ya watoto mitaani imekuwa ni kubwa sana, hususan watoto wanakuta shule za msingi wanaokota vyuma. Na wazazi tupunguze majukumu, tukumbuke malezi, tusiwaachie tu walimu kuwa ndio walezi.
tukumbuke pia majukumu yetu ya watoto wanaporudi kutoka shule, tuweze kukagua. Sio mtoto anakuja na mfuko tu wa shule, mzazi huna muda wa kukagua. Kwa kweli wimbi linakuwa ni kubwa sana. Katika jitihada za kukabiliana na tatizo hilo, viongozi wa serikali akiwemo diwani wa kata ya Kalangalala pamoja na kamanda wa polisi mkoa wa Geita wameanza kutoa kauli za kusisitiza hatua zichukuliwe. Kia mtaani wakati masomo yakiendelea ni kitendo ambacho kwa kweli hata mimi kama diwani ni sikubaliani nacho, na niombe tu nitoe rai kwa walimu pamoja na wazazi, na tumeshatengeneza mkakati maalum. Sasa nimeshatoa maelekezo na nimeshatoa rai kwa walimu pamoja na wanafunzi kwamba tutengeneze mkakati wa pamoja, walimu, wazazi pamoja na uongozi wa kila mtaa katika kata yetu ya Kalangala hapa, kwenda kubainisha wale watoto ambao hawahudhurii muda wa masomo wakati masomo yakiendelea. Manake tukifanya roll call hili pamoja na walimu kushirikiana na sisi viongozi na kwenye mitaa husika, itakwenda tusaidia kwamba ni wanafunzi gani haipo wakati wa masomo, wakati yuko mtaani. Tutakuwa tumewabainisha vizuri sana. Wajue tu kama mtoto wake asipoenda shule akiwa yuko mtaani anazurura, na yeye atakamatwa. Yaani huo mtaa ulioniambia yote sasa hivi napeleka doria. Na nikiwakuta hao watoto wanakamatwa na wazazi wao pia watakamatwa. Wadau wa haki za watoto nao hawajabaki nyuma, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe kulinda mustakabali wa watoto hao. Ni kweli kabisa hili ni tatizo kubwa linalohitaji hatua za pamoja. Jamii, wazazi, serikali na watu wote kwa pamoja, ili tuweze kuwanusuru watoto wetu ambao badala ya kuwepo shuleni tunawakuta wako mitaani, aidha wanaokota makopo. Watoto wanaokota vyuma chakavu badala ya kuwa shuleni wako wengi, na hasa katika eneo letu la Geita hapa. Kwa ujumla, hali hii inaendelea kuibua mjadala mpana katika jamii, huku wadau mbalimbali wakihimizwa kushirikiana kuhakikisha watoto wanarejea shuleni na kupata haki yao ya misingi ya kielimu. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mgogoro wa wawekezaji kwenye sekta ya utalii kati ya Eric Mashauri wa kampuni ya utalii Travel Partner na raia wa Uingereza Timothy Fevel juu ya hoteli ya Safari Lodge bado haujapatiwa ufumbuzi, licha ya mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala kukaa na pande zote mbili. Hazla Omari na taarifa zaidi kutoka Arusha. CPA Makala mara baada ya kukutana na pande zote wilayani Karatu mkoani Arusha anaeleza namna majadiliano hayo yalivyokuwa kiasi cha kushindwa kufikia suluhu. Sasa tulichokigundua katika mazungumzo haya ni kwamba mahusiano kati ya pande zote mbili yameyumba, na kwa sababu hiyo hata sisi ambao kama serikali tuliowaita katika hili linakosa nafasi ya kuwa sehemu ya usuluhishi. Na hata isingekuwa serikali, sioni nia ya upande mmoja kuweza kutaka hata msuluhisho anayemuona wao kwa pamoja wanaweza kumtumia. Awali mwekezaji raia wa Uingereza Timothy Fevel alimzuia mpangaji wake Eric Mashauri kuendelea na shughuli eneo hilo, kwani hajamlipa kodi kwa kipindi kirefu, sanjari na kulalamikia uwepo wa manyanyaso na vitisho. Baba yangu amefariki, akaniachia mimi hapa kama urithi. Mimi nikawekeza fedha nyingi kujenga na kuboresha, ndipo nikatafuta mpangaji hapa anaitwa Eric. Tumeandikishana mikataba na Eric, lakini sasa ana muda mrefu hajanilipa kodi yangu kwa miezi 10. Kwa hiyo mimi nimemzuia yeye asiingize wageni hapa hadi atakaponilipa deni langu, lakini maneno yake yamekuwa ni ya kunitishia maisha na kuniambia kuwa nikitaka kuishi kwa amani kwenye hii nchi niwe makini sana. Mimi ni mzungu tu. They said if you want to stay in this country from now on, you must be careful. You are not on my level. You are just a mzungu. Kwa upande wake Eric Mashauri anasema amepangisha eneo hilo kwa mkataba wa miaka 15 na amekuwa akimlipa kodi, hivyo kuzuiwa kwake kufanya kazi eneo hilo ni kuvunja makubaliano. Tulikuwa tunamlipa base rent ya $25,000 kwa mwaka, ambao tumemlipa pia, tumekuwa tukimlipa na hatudai pesa yoyote. Lakini zaidi ya hapo tulikuwa tunampa commission kwa kila mgeni anaoingia, ambao pia tumemlipa, hapati hamna shida yote. Lakini mtaji aloweka mtaji pale ni mimi. Ni pesa nyingi sana nimeweka. Anaona kwamba tuna wageni, na mwaka huu ameona tulikuwa na wageni wengi sana, ndio akaingia tamaa.
Awali katika utatuzi wa mgogoro huo, mkuu wa wilaya ya Karatu Lamik Karanga aliomba wageni waliokuwa wameshawasili hotelini hapo waendelee kuhudumiwa bila kujulishwa kuwa kuna mgogoro wakati jambo hilo linaendelea kushughulikiwa. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Zaidi ya hospitali na vituo vya afya 800 nchini vimekabidhi vigezo vya kutoa huduma kwa kuzingatia miongozo na mipango ya kimataifa nchini, licha ya kuwa idadi hiyo bado haitoshelezi ili kuendana na kasi ya ukuaji wa matibabu nchini. Tujiunge na Agula Kimsola kwa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la kusajili hospitali ya Epifania iliyopo Mbagala jijini Dar es Salaam kuingia katika mpango wa self care chini ya Tanzania Health Summit, ambapo mratibu wa kitaifa wa mpango huo wa self care Dr. Arnold Koresha amesisitiza vituo na hospitali nchini kuendelea kujiunga na kukaguliwa ili kuwezesha kutoa huduma bora za matibabu. Aidha, Dr. Koresha amesema kuwa katika mpango huo wamekuwa wakiangazia vigezo zaidi ya 13 kwa kipindi cha mwaka mzima ili kuendelea kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma za afya ziweze kuendana na mahitaji ya jamii. Hospitali zaidi ya 800 ambazo tayari zipo kwenye mpango kazi, na hizi ni hospitali ambazo zinahusisha leseni kila baada ya mwaka. Kuna zile ambazo leseni yao iko active na zile ambazo bado haziko active, lakini mwitikio umekuwa ni mkubwa, na sasa hivi hospitali nyingi zinatamani kupata hiyo chapa ya kimataifa na kupata mpango kazi kuendana na viwango vya kimataifa. Katika kuendelea kupata kwanza gaps ambazo zipo katika utoaji huduma kupitia vipengele zaidi ya 13, lakini itakusaidia kukupa mwongozo wa zaidi ya mwaka mmoja katika kuzifunga hizo gaps ambazo tumezipata. Nitoe rai au ombi kwa watoa huduma na wamiliki wa vituo vya afya. Wateja wetu sasa hivi wanataka huduma katika viwango. Utaona mtu akija katika hospitali anauliza na anaweza kasafiri hata umbali mrefu kuweza kutafuta huduma. Kwa lazima ujihakikishie kituo chako ambacho unakiongoza, ambacho unakimiliki kinakidhi viwango vya kimataifa. Naye mwakilishi hospitali ya Epifania amesema kuwa hatua yao ya kuruhusu kukaguliwa na kuingia katika mpango huo ni kutambua mahitaji ya sekta ya afya nchini pamoja na kuendelea kutoa huduma bora za afya. Tumejiunga na program ya Tanzania Health Summit katika kipengele cha self care kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma hizo tunazotoa hospitalini kwetu katika ngazi ya kimataifa. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na Tume ya Usuluhishi na Uamuzi pamoja na Shirika la Maendeleo la Ujerumani imeanza mafunzo maalum ya siku 3 kwa ajili ya wasuluhishi na waamuzi kutoka mikoa mbalimbali nchini, ikiwa ni juhudi za kuimarisha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kazini. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mkurugenzi msaidizi wa utatuzi wa migogoro kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Felix Chakila amesema kuwa lengo kuu ni kuhamasisha matumizi ya mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro ili kuhakikisha maeneo ya kazi yanakuwa salama na yenye tija. Chakila amebainisha kuwa migogoro mingi kazini husababishwa na maslahi yanayokinzana, ukiukwaji wa masharti ya mikataba pamoja na mapungufu ya kisheria, hali inayochangia kuongezeka kwa mashauri mahakamani. Sisi kama wizara kupitia kitengo chetu cha usuluhishi tunahamasisha matumizi ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala au matumizi ya usuluhishi katika kufikia haki, tukiamini kupitia mafunzo haya tutaweza kuchochea uchumi, lakini zaidi kwenda kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira ya 2050. Ipo migogoro kuhusiana na maslahi, lakini ipo migogoro ambayo inahusiana na kukiuka masharti ya mikataba, lakini yapo migogoro ambayo yanatokana na mapunjo. Kwa ni aina mbalimbali za migogoro ambayo wao kama wasuluhishi na waamuzi huwa wanatatua. Kwa kuna nyakati inabidi ni njia nzuri kuhakikisha mafunzo hayo kwa maana mbinu hizi zinatumika ili sasa kupunguza masuala ya kupelekwa mahakamani na badala yake yaweze kuhitimishwa ili watu waweze kuendelea sasa na shughuli nyingine za uzalishaji. Kwa upande wake mkurugenzi wa CMA Usekelege Mpula amesema mafunzo hayo yamehusisha washiriki kutoka mikoa yote pamoja na wilaya 6 yakilenga kuongezea uwezo katika kushughulikia migogoro ya kikazi kwa ufanisi zaidi, huku mwakilishi wa mkurugenzi wa shirika la kazi duniani ILO Anamary Kiaga akieleza kuwa mafunzo hayo yatasaidia kujenga mazingira ya kazi yenye staha, usawa
kuwa na maelewano kati ya waajiri na wafanyakazi. Na ifahamike kwamba masuala ya migogoro ya kazi yana mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa uchumi, kwa sababu wahusika wakubwa ni waajiri na waajiriwa. Hivyo Tume ya Usuluhishi na Uamuzi kama chombo chenye dhamana kisheria ndicho kilichopewa jukumu la kutatua migogoro ya kazi na kuhakikisha waajiri na waajiriwa ambao ni wazalishaji wanatumia muda mchache katika migogoro hii. Masomo haya ya usuluhishi yatahakikisha tu kwamba kule katika uchumi wetu wafanyakazi na waajiri wanafanya kazi kwa amani, wanaongeza ajira zetu, wanazifanya ziweze kuwa zenye decent work, kazi zenye staha. Yes, ili kazi zetu ziendelee kuwa za staha. Kwa hiyo huo ndio muhimu hasa, kiini haswa cha kazi za staha kinatokana na amani iliyopo kati ya wafanyakazi na waajiri, na tunategemea usuluhishi uendelee kutuletea amani hiyo. Aidha, mafunzo hayo yanatarajiwa kuwa chachu ya mabadiliko katika mfumo wa utatuzi wa migogoro ya kazi nchini kwa kuzingatia mbinu shirikishi zitakazosaidia kuleta utulivu na maendeleo katika sekta ya ajira. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watuhumiwa 900 mkoa wa Mbeya wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa mbalimbali yakiwapo masuala ya umiliki wa silaha bila kibali, uwizi wa mali na uporaji wa vitu mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Taarifa ya Daniel Semarta kutoka Mbeya inatuarifu zaidi. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mbeya, Saka Benjamin Kuzaga, amesema hayo wakati akitoa taarifa ya mwezi mmoja juu ya matukio yaliyotokea katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mbeya na kuzungumzia juu ya uwepo wa matukio katika maeneo hayo. Kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 987 wa uhalifu ikiwemo mauaji, kubaka, kupatikana na mali za wizi, kupatikana na silaha bila kibali na kupatikana na madawa kulevya ni matukio ambayo watuhumiwa wake wameweza kukamatwa. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa na kisha kufikishwa mahakamani, baadhi wamepatikana na hatia na wengine kuhukumiwa vifungo. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja, watu watatu wanaoitwa Faustini Seresi mwenye umri wa miaka 48, huyu ni mkazi wa Kiponda Ihowanza, Nicholas Lamek mwenye umri wa miaka 32 na Daudi Richard mwenye umri wa miaka 33. Wote hawa ni wakazi wa Kitunda wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na silaha 2 aina ya gobore bila kuwa na kibali. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Aprili 19 na 23 mwaka huu 2026 katika pori la akiba la Piti Rupa Tingatinga wilayani Chunya na eneo la Nyamakonge lililopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha wilayani Mbarali. Katika hatua nyingine, Kuzaga amezungumzia swala la uwepo wa watu 6 kuiba vyombo vya muziki katika makanisa mbalimbali mkoani Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wengine 6 ambao ni Arthur Mwanza mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Mwanyanje, Ayubu Mwaisendo mwenye umri wa miaka 42, huyu ni mkazi wa Nyigamba, Masiki Mburu mwenye umri wa miaka 24, huyu ni mkazi wa Kibonde Maji, Isaya mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Kiwira, Amadeo Alexi mwenye umri wa miaka 42 na Amos Amadeo mwenye umri wa miaka 42. Wote hawa ni wakazi wa mtaa wa Mtakuja Mbarizi. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuvunja majengo usiku na kuiba. Kiukweli siwezi kuwa na maneno mengi sana zaidi ya kushukuru kwamba asante kwa Mungu, pia asante kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mlioifanya. Lakini pia ni vizuri hao ambao walihusika kuiba pale kanisani wasiendelee kuiba na maeneo mengine, kwa sababu wizi sio mzuri. Hakuna jamii ambayo inaweza kumpenda mtu mwizi. Wakati mwingine wanaweza wakawa wanakuja makanisani kuiba kwa sababu watu wa makanisani hawapigi na hawafanyi chochote. Sisi tutaambizana sasa hizi tutaanza kuvunja miguu pia, kwa sababu wanategemea kanisani kwamba wakija sisi tunasema tumekusamehe. Safari hii tutaanza kuvunja miguu. Tukimkamata tutaanza kuvunja miguu. Kwa hiyo ndugu, najua polisi wapo hapa. Mkisikia tumevunja miguu huko mkajuage nilisema. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Semarta, TVE Habari. Asante sana Daniel Semarta kwa taarifa hiyo.
Halmashauri ya wilaya ya Serengeti mkoani Mara imeendelea kuweka msukumo kwa makundi maalum kiuchumi baada ya kutoa jumla ya shilingi milioni 383 kama mikopo kwa vikundi 52 vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Adam Kadutu anaripoti zaidi kutoka Mara. Fedha hizo zimetolewa kupitia mpango wa 10% ya mapato ya ndani, hatua inayolenga kuwainua kiuchumi wananchi na makundi hayo. Nina mifugo, nina kuku. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya mikopo hii, mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Marco anawasisitiza wanufaika kuhakikisha wanatumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa sambamba na kurejesha kwa wakati ili kutoa nafasi kwa wengine kunufaika. Wilaya ya Serengeti tunatoa kiasi cha shilingi milioni 383. Kama nilivyosema awali, kutoka mapato ya ndani 10% ni milioni 83 na waliorejesha ni milioni 300. Na kinachotolewa leo hapa ni mikopo isiyo na riba. Mtu asije kawarubuni tugawane hizo fedha, kataeni hela zikafanye malengo ya biashara iliyokusudiwa. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri hii anasema kuwa kati ya fedha hizo shilingi milioni 83 zimetolewa na mapato ya ndani ya halmashauri, huku milioni 300 zikiwa ni fedha zilizorejeshwa na vikundi vilivyokopeshwa hapo awali. Halmashauri imetenga milioni 83 kutoka vyanzo vyake vya ndani, lakini pia kuna marejesho ya milioni 300 ambayo wale waliokopa wanaendelea kuyarejesha. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu kwa ajili ya kutoa hizi fedha ambazo ziko makusudi kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi, lakini wananchi ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hii wanaeleza kufurahishwa na mpango huu, wakisema imekuwa ni chachu ya mabadiliko yao ya maisha kiuchumi na kuwezesha kuanzisha na kukuza shughuli zao za kibiashara. Nimejenga, nina mifugo, nina kuku, nina ng'ombe, nakula vizuri, milo 3. Shukuru sana mama, wametubadilishia maisha. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Kilimanjaro limefanikiwa kuokoa matukio 418 yakiwemo matukio 299 ya moto na ya majanga mbalimbali 119 katika kipindi cha miaka miwili 2014 hadi 2025. Fina Limu kutoka Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya Zimamoto, Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro Jeremia Mkomagi amesema mafanikio hayo yametokana na uwepo wa vifaa vya kisasa pamoja na ushirikiano mzuri wa wananchi katika kutoa taarifa za majanga. Amesema lengo la maadhimisho hayo ni kukumbuka mashujaa wa jeshi hilo waliofariki dunia wakiwa katika majukumu ya uokozi. Kwa mwaka 2024 tulikuwa na jumla ya matukio ya moto 131. Matukio ya moto kwa mwaka 2024 yalikuwa ni 131, na matukio ya maokozi hapa sasa ni matukio mbalimbali ambayo pia yanahusisha na ajali yalikuwa ni jumla ya matukio 46. Lakini tumekuwa haya matukio yamesababisha vifo na vifo ambavyo vimetokea kwa mwaka 2024 ilikuwa ni wanaume 11 na wanawake 4. Lakini watu ambao tumewaokoa kwenye haya majanga wameokolewa wanaume 11 kwa mwaka mzima na wanawake 8. Huo ulikuwa ni mwaka 2024. Lakini kwa mwaka 2025 tumepata jumla matukio ya moto 168. Utaona kuna tofauti hapo. Mwaka 2024 yalikuwa ni matukio ya moto 131, lakini mwaka 2025 mwaka ulioisha jumla ya matukio ya moto yalikuwa ni 168. Na anaweza akasema matukio yameongezeka hapo. Inawezekana pia kutokana na elimu tunayotoa. Zamani watu walikuwa wakipambana na matukio ya moto hawatoi taarifa. Baadhi ya wadau wamepongeza jitihada za jeshi hilo kwa kazi kubwa wanayoifanya katika uokoaji na zimamoto. Ya Mtakatifu Florian ambaye yeye alitambulika kama mlinzi wa wazimamoto, na sisi sote tulioko hapa kwa maana ya fire, Red Cross pamoja na Scout, wote sisi ni mashujaa na sisi wote ni wazee wa kukutana kwenye majanga ikiwemo uokoaji kama matukio haya ya kuzima moto. Hapo vipi jamani? Kwa mimi nawapongeza sana Jeshi la Zimamoto, lakini na washiriki wote kwa kuadhimisha siku hii kwa kufanya leo. Kiukweli wamefanya jambo la kijamii kubwa na mkoa mzima umeiona faya leo kwamba kumbe tuna chombo
kizuri namna hii na imara, kina vyombo vizuri na imara. Kwa hiyo mimi nawapongeza na kamanda wetu, nikupe pongezi za dhati kabisa na jitihada ambazo mnazozifanya kwa ajili ya kuwasaidia wananchi na ajali mbalimbali zinapotokea barabarani na kuzima moto. Kwa kweli mnafanya juhudi sana na mnajitahidi kufanya hayo mazoezi ili sisi kuwa wa kisasa zaidi, na tutakaporudi katika vituo vyetu vya kazi tutaendelea kuboresha na tutaendelea kuwashawishi watoto waendelee kupata mafunzo mbalimbali ili waweze kujua mbinu mbadala ambazo ni rahisi zaidi katika maokozi katika nyanja mbalimbali. Zaidi ya shilingi bilioni 5 zinatarajiwa kutolewa kwa Watanzania kupitia bahati nasibu ya taifa, ikiwa ni sehemu ya kuwezesha wananchi kupitia majukwaa ya bahati nasibu. Goodluck Msolla anatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa kusaini mkataba wa kufanya kampeni ya mchezo kubahatisha kwa vijana wa Kitanzania wenye umaarufu mtandaoni, meneja mauzo wa kampuni ya Ituba ambayo ipo chini ya bahati nasibu ya taifa, Msabaha Jumaidi, amesema katika fedha hizo pia kila siku Watanzania wataweza kukabidhiwa bajaji, pikipiki na fedha taslimu kwa yule ambaye atashiriki kampeni hiyo, huku akiwataka vijana kutumia fedha hizo katika kujiendeleza kiuchumi. Kampeni ya kuwa mchezoni na ushinde inaendana na kutoa zawadi mbalimbali. Kuna zawadi za kila siku, kuna zawadi za kila wiki, lakini kadhalika michezo yetu kama loto, kama tamba na namba, kama spin for cash, tairi mtonyo inakupa ushindi wa papo kwa hapo, inakupa ushindi wa kila siku, lakini tukasema tuongezee na ushindi zaidi ambao utawawezesha Watanzania kushinda vitu mbalimbali, ikiwepo simu za mkononi, ikiwemo pikipiki, ikiwemo televisions, ikiwemo soundbars, lakini kadhalika ikiwemo bajaji kila wiki. Aidha, Msabaha amesisitiza kuwa nje ya kurejesha kwa jamii, pia watatumia sehemu ya mapato ya kampeni hiyo katika kuimarisha miundombinu kama vile viwanja vya michezo pamoja na kulipa kodi serikalini. Pati ya ushindi katika michezo yetu ya bahati nasibu inaenda kunufaisha sekta ya michezo, ambapo katika muda sahihi basi tutatangaziwa ni kiasi gani kimeweza kuwa collected na kiasi gani kinaweza tayari kitakuwa kimeshapelekwa kwenye muktadha huo. Kwa hiyo sisi tupo kwenye gaming entertainment na lengo kubwa la michezo yetu ni unacheza kwa ajili ya purpose maalum, kwa maana ya kwamba utashinda, lakini kile ambacho kinabaki, ambacho hakijatokea kwenye ushindi, kinaweza kuingia na kuendeleza michezo, ambayo ndio lengo la serikali kuanzisha brand ya National Lottery. Na sisi kama Ituba ambao tuna uzoefu wa kurun National Lottery Uganda, lakini National Lottery South Africa for more than 10 years, tunaweza kuleta hiyo chachu na ubunifu katika soko hili la Tanzania. Nao baadhi ya vijana maarufu mtandaoni wakizungumza wamesema kwa sasa kundi la vijana wanapaswa kuendelea kujituma na kutafuta kipato zaidi ili kuendelea kujikwamua kiuchumi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. TISEZA na TIB wasaini makubaliano ya kuimarisha uwekezaji nchini.